aliyekuwa msanii wa filamu wa Tanzania aliyefahamika kwa jina la Onyango, na tayari tuko na katibu mkuu wa bodi ya filamu Tanzania Mr. Kasiga. Pole kwa msiba na taarifa jinsi ambavyo umepata, tunatamani kusikia kile ambacho umekisikia baada ya kufika hapa msibani. Kwanza nakushukuru sana kwa kutupa pole, na niseme hii ni pole kwa wanatasnia wote wa filamu na michezo ya kuigiza nchini Tanzania. Na niseme mimi binafsi nimemfahamu mzee Onyango kwa miaka mingi sana toka nikiwa kijana mdogo, na kingine kikubwa kwamba mimi na mwanae Kabuti ni marafiki pia. Kwa hivyo nilipopata hizi habari mapema leo kwenye saa 5 hivi, saa 5 saa 6, ilibidi kwanza nijiridhishe ni kweli, kwa sababu sikuwa nimesikia kwamba mzee ameumwa ama imekuwa kwa namna gani. Kwa hiyo nikampigia kwanza kaka yangu Steve Nyerere kumuuliza, bwana, umesikia hizi taarifa? Akaniambia kweli. Nikamwambia basi ngoja kwanza nimpigie Kabuti tujue nini ambacho kinaendelea. Kwa nilipompigia naye akaniambia kweli mzee kwamba ametutoka. Basi kawa nasema basi ni kazi ya Mungu, wote tuliobaki tunaelekea kwenye njia moja. Kwa hiyo tukasema tumwombee tu mzee wetu aweze kupumzika kwa amani. Lakini pili, tukasema hatuwezi kuishia hapo. Tukaongea na ndugu yangu Steve Nyerere, tukasema sasa hapa ni kuhakikisha kwamba tunatengeneza mazingira mazuri ambayo mzee wetu anaweza akapumzika kwa namna ambavyo ameitendea tasnia hii kwa kiwango kikubwa. Na niseme nimekuwa na bodi ya filamu Tanzania, tumeweza kuwasiliana na wasanii wengi mbalimbali, hususan wasanii wa uchekeshaji, na kuwaeleza kwamba wana nafasi kubwa ya kuja kumzika mzee wetu, kwa sababu bila mzee Onyango pamoja na wazee wenzake tusingekuwa na tasnia bora ya uchekeshaji nchini Tanzania. Kwa hiyo msingi imara wa uchekeshaji nchini Tanzania umejengwa na mzee wetu Onyango. Kwa hivyo tumekuwa tukihimizana, tunapata matatizo tunakuwa pamoja, tunapata furaha tunakuwa pamoja, na hii inaendelea kutukumbusha kwamba sisi ni wanadamu, hakuna aliyemkamilifu zaidi ya mwenzake, lakini hamna anaweza kwenda mbele bila mwenzake. Kila mmoja anamtegemea mwenzake kuweza kufika mbali. Kwa hivyo hiyo ni kwa ufupi tu namna ambavyo nilipokea taarifa za msiba huu. Kwa kweli sisi kama bodi ya filamu tumepoteza muda wetu muhimu, tumepoteza legend ambaye angeweza kuendelea kurithisha maarifa kwa wanatasnia wetu wa filamu na michezo ya kuigiza nchini, hususan wale wa fani ya uchekeshaji. Wewe ndio katibu mtendaji wa bodi ya filamu Tanzania na ni mmoja kati ya nguli waigizaji hapa nchini Tanzania. Kupitia Kaole tulianza kuona ukiitwa chuma kule na umefanya mambo makubwa, na huyu mzee muda mrefu kahudumu kwenye kiwanda hichi. Unadhani wasanii wa sasa hivi wanatakiwa kujifunza nini na wameachiwa nini kama alama na mzee marehemu Onyango? Moja, mimi namfahamu mzee Onyango kwa ubunifu. Mzee Onyango alikuwa ni mzee mwenye ubunifu mkubwa. Alikuwa na ubunifu wa kiwango cha juu katika kutengeneza kazi zake, yeye pamoja na marehemu mzee Bashiri ambaye alikuwa ni rafiki yake, wamefanya kazi kwa pamoja, lakini pia na Mwita, na mzee wetu Mwita. Au utatu wao mkubwa ulikuwa unaleta ladha kubwa utendaji wake wa kazi. Ni mtu aliyekuwa anajituma kwenye kufanya kazi. Tunaweza kumuona mzee Onyango, sisi tunamuona kwenye TV, lakini mzee Onyango ameanza kwenye redio. Kwa hiyo ametoka kwenye redio amekuja kwenye television kama wazee wa mwanzo waliotengeneza mazingira mazuri ya utengenezaji wa komedi za television, ambayo kwa kiasi kikubwa ameathiri watu wengi zaidi katika eneo hili la utengenezaji wa filamu nchini Tanzania, hususan wale wa comedy. Kwa hiyo hayo mambo mawili makubwa, mimi nasema naweza kukumbuka mambo mawili makubwa ya kitasnia, kwamba moja, alikuwa ni mzee mahiri katika ubunifu wa kazi zake, yaani ukiangalia kazi zake hazikuchoshi. Lakini pili ni hilo utendaji wake wa kazi. Lakini kubwa zaidi mimi kwangu ambalo naweza kuambia wenzangu ambao nalifahamu ni mzee Onyango alikuwa pia kama mzazi wa kitasnia. Mimi nimesema mimi ni kijana wake moja kwa moja, kwa sababu mwanae mimi ni rafiki yangu wa kitasnia. Watu hawajui Kabuti Onyango ameigiza muda mrefu toka akiwa mdogo, na tukiwa naye tukiwa wadogo, na wazee hawa ndio wametukuza sisi. Kwa hiyo ni mtu ambaye alikuwa kama mzazi mwenye kurithisha maarifa. Na niseme tunapoondokea na wazee wetu wakubwa kama hivi, sisi kama tasnia tunaona tunapata pigo kubwa zaidi. Kwa hiyo tunahitaji kwa kiasi kikubwa kuendelea kuwaenzi wazee wetu wakiwa hai kwa kupata maarifa yao mengi zaidi, lakini pia wanapotangulia kama hivi tuendelee kujenga kumbukumbu nzuri ya maisha yao ambayo
kuweka kwa kiasi kubwa katika tasnia yetu ya filamu nchini Tanzania. Global TV, kimbilio la wasio na sauti. Tupigie sasa.